Hujambo na karibu katika Genius ya hapa Gavo Media. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Dodoma. Serikali ya Tanzania yakanusha ukiukwaji wa sheria kesi ya Lissu kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Serikali ya Tanzania imesema hakuna sheria iliyokiukwa na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam ilipoamua kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kwa njia ya mtandao. Hayo yameelezwa Ijumaa bungeni mjini Dodoma na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Juari wakati wa mjadala wa bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria mwaka 2025-2026 akisema, ukifuatilia kilichoendelea tarehe 24, taratibu zile zilikuwa zimefuatwa inavyotakiwa. Sasa huyu anayetokea anasema kuna uvunjifu wa sheria. Sheria ipi? Sheria si ndio hii? Alioji Johari na kuongeza, hii ndiyo sheria na mimi ninayezungumza hapa ndiye mwanasheria mkuu wa serikali. Mwisho wa kunukuu. Polisi walikiri kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wakiwemo makamu mwenyekiti John Heke na katibu mkuu Mnyika. Kwa mara ya kwanza Lissu alifikishwa mahakamani Aprili 10 na kusomewa mashtaka ya uchapishaji wa taarifa za uongo na uhaini katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Rauli Mahabi, mkazi wa Kurasini, Dar es Salaam, kwa tuhuma za kumjeruhi katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Charles Kitima, ambaye taarifa za kushambuliwa kwa padri huyo ilisambaa katika mtandao wa kijamii. Taarifa ya polisi imetolewa leo Alhamisi Mei 1, 2025 na kamanda wa kanda hiyo Jumanne Muliro. Jeshi la polisi linamshikilia na kumhoji Mahabi, mkazi wa Kurasini, kuhusiana na tukio la kushambuliwa kwa Padri Kitima kililotokea eneo la Kurasini Temeke jijini Dar es Salaam zilipo ofisi za TEC makao makuu. Mnanukuu, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa kina unaendelea ili hatua kali za haraka zichukuliwe kwa wahusika, ameeleza Muliro na kubainisha kuwa tukio hilo limetokea saa 4 usiku wa kuamkia leo maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini Temeke jijini Dar es Salaam. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi jana Jumatano walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali, na baada ya kikao kuisha saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15. Alipokwenda maliwatoni pembeni ya kantini hiyo ndipo alidai kushambuliwa kichwani na kitu butu na watu wawili. Mwisho wa kunukuu. Imeeleza taarifa hiyo ambayo imebainishwa kuwa Padri Kitima amepelekwa hospitali Aga Khan na anaendelea na matibabu. Na kunako anga za kimataifa, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mzaha kwamba angependelea kuwa papa ajaye. Wakati alipoulizwa na maripota ni nani ambaye angependelea kuwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki, rais huyo wa Marekani alisema hana pendekezo lolote, lakini akaunga mkono kardinali wa Marekani aliyotoka mjini New York kuwa chaguo lake kwa wadhifa huo. Kufuatia kifo cha Papa Francis Jumatatu ya Pasaka, mchakato wa kumchagua papa mpya utaanza tarehe 7 Mei 2025. Na katika habari za michezo hapa ndani ya Genius, mshambuliaji wa kati wa klabu ya Manchester City Erling Haaland ameonyesha na kuvutiwa sana na kiwango kikubwa cha kiungo mshambuliaji wa Barcelona Lamine Yamal jana usiku dhidi ya Inter Milan kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya ulipomalizika kwa sare ya mabao 3-3. Kupitia ukurasa wake wa Snapchat, Haaland amechapisha video ya goli la Yamal kwenye mchezo huo na kuandika, huyu jamaa ni wa ajabu. Kwenye mchezo huo Yamal alifunga goli moja na kugongesha miamba mara 2. Mpaka kufikia sasa dawati la Genius halina la zaidi. Ulikuwa nami Michael wa Emmanuel. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza wa kupata matangazo yetu pindi tunapokuwekea hapa. Asante sana. Bye bye. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.